Maandiko yanasema hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Kukatokea ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu, ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto, ulioakalia kila mmoja wao. Mstari wa 4 unasema wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Sasa nataka tuangalie hapa kabla hatujaendelea. Angalia vile ambavyo ilikuwa zamani, ya kwamba hata kwenda mbele za Bwana ilikuwa si nafasi ya kila mtu anaweza kaenda mbele za Bwana. Ilikuwa ni watu wachache ndio wanaweza kujihudhurisha mbele ya Bwana kwa niaba ya wengine, kwa sababu Roho Bwana hakuwa na jaa kwa kila mtu. Tunaelewa kabisa ibada haiwezi kufanyika pasipo Roho Bwana. Kwa hawa makuhani walipokuwa wakipeleka ibada mbele za Bwana walikuwa wamejawa Roho, lakini yule Roho haikuwa ni kwa kanisa zima, ilikuwa ni kwa ajili ya kuhani, kwa ajili ya ibada. Lakini sasa hawa watu wote hawa wamejawa Roho. Kumbuka kipindi hicho hata wakina Ezekieli wanaelewa, wanauliza ni kipindi gani ambacho watakuja, kipindi kitakuja ambacho watu wote watakuwa na uwezo wa kuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, wote watatembea katika uwepo wa Bwana. Hata wao walitabiri, lakini hawaku experience, yani hawakukutana na hiyo hali ya kwamba eti wote kafikia kipindi wakajaa Roho. Ilikuwa ni kitu cha kawaida. Ilikuwa ni lazima kuhani aingie patakatifu kama hapa, halafu aingie tena patakatifu pa patakatifu, ili apeleke toba kwa watu wake, ambazo si kila mtu alikuwa na uwezo wa kwenda mbele za Bwana na kupeleka toba yake. Sawa sawa. Kwa hiyo inabidi huyu patakatifu pale kuhani aingie, amwambie Mungu hiyo ni sadaka ya ndefuke, anaomba toba ya kwamba kuna mahali ya kukaa sawa. Halafu na hii hapa, hii ni sadaka ya Mariano hii. Hii ni sadaka ya Mariano. Hii hapa, hii ni sadaka ya Getruda. Mungu anauliza, mbona huyu Getruda dhambi zake nyingi, ameleta sadaka kidogo? Unaambia Mungu, ninaomba umsamehe tu hivyo hivyo. Getruda mwenyewe hawezi kujieleza huku, kwa sababu huku sio watu wote wanaingia. Ni Roho Mtakatifu alikuwa anatembea na kuhani peke yake. Hao wengine wanasikiliza majibu kutoka kwa kuhani amesema nini. Kwa hiyo inamaanisha kama kuhani amemalizana napo, akirudi huku hakuna namna tena Getruda ataondoka aseme sasa hebu kamwambie Mungu anisamehe tena. Yaani hakuna hiyo. Ilikuwa inatumika mtu anaingia mara moja kwa mwaka. Kwa kama umeshindwa kupeleka sadaka ya maana, dhambi yako imeshindwa kufunikwa, ndio maana utatembea kwenye mwaka mzima na hiyo dhambi ikikutesa, kwa sababu ulikuwa hakuna namna mtu mmoja akaamua kwenda mbele za Bwana akamwambia Bwana nimekuja. Haikuwezekana. Lakini manabii walitabiri, wakasema kuna zama zinakuja ambazo kuna kizazi kinakuja. Hichi kizazi kila mtu atakuwa na uwezo wa kwenda mbele za Bwana na kutengeneza kwa habari ya maisha yake. Watakuwa kuna kizazi kinakuja ambacho kitaenda mbele za Bwana na kusongeza sadaka ya dhambi, sadaka ya amani, sadaka ya toba. Hizi sadaka ambazo leo makuhani wanazipeleka, kuna kizazi ambacho kitakuwa kina uwezo wa kutenda dhambi nyumbani na kuomba toba nyumbani na kusamehewa nyumbani. Hicho kizazi ni kizazi gani? Biblia inasema walitazama wakaangalia ni nyakati gani. Mungu akasema ya kwamba nyinyi nimewatazamisha, lakini si nyakati zenu. Haleluya. Ndio unaweza ukaelewa ya kwamba tuko kwenye kizazi bora, tuko kwenye agano bora sana. Haleluya. Na hilo agano wengi walisemeshwa.
Na ndio maana ukiendelea kusoma hapa utaona hata Petro anajibu. Maana anaulizwa, anasema hawa watakuwa wamelewa mvinyo kwa sababu saizi ni bado asubuhi, lakini mbona kila mtu anaongea kwa lugha yake? Halafu mbona lugha zao hawa wote hawa wanaongea lugha zetu? Unakuta mtu Mwalami anaongea Kiarabu, lakini akasema hivi, mwingine wa Krete anaongea Kiyunani. Anasema hawa watu nakuwaje wanaongea lugha zetu, lakini tunasikia neno moja ya kwamba wanayasema matendo makuu ya Mungu. Yamkini hawa watu wamelewa kwa mvinyo. Petro anaenda anasema hapana, hawa watu hawajalewa kwa mvinyo, bali ni yule Yesu, ni yule Yesu mliyemsulubisha, yule ambapo mlimshangilia siku ya matawi mkasema amekuja kuleta ufalme wa Mungu kwetu. Anasema huu ndio ule ufalme wa Mungu ambao kila mtu sasa ana uwezo kwenda mbele za Bwana, kwamba kila mtu sasa ana uwezo kujawa Roho Mtakatifu na kwenda kupeleka ibada kwa Bwana. Ndio ufalme uliokuja kwetu. Anasema yule mlivyokuwa mnamsulubisha, mlivyokuwa mnamtesa, ilikuwa ni kwenye mchakato, na matunda yake ndio haya, watu wamejawa Roho, kama alivyosema Yoeli. Anasema kama alivyosema Yoeli ya kwamba ipo siku watu watajaa Roho, familia nzima watakuwa wamejaa Roho. Angalia ukisoma ule mstari wa 17, mstari wa 17 hapo anasema hivi, Matendo ya Mitume 2:17 anasema hivi, itakuwa siku za mwisho asema Bwana. Sasa tuanze 16, sawa sawa. Petro anawajibu anasema, lakini jambo hili ni lile lililonenwa kwa kinywa cha nabii Yoeli. Yoeli alinena, alitabiri, akasema hivi, itakuwa siku za mwisho asema Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Hebu niambie, inamaanisha hapo ni familia nzima, watu wote wako rohoni. Haleluya! Kwa sababu kwenye familia anasema hivi, na wana wenu, sawa sawa, amen. Anasema hivi, na wana wenu na binti zenu watatabiri. Kwenye familia tuna mabinti wanatabiri. Halafu anasema hivi, na vijana wenu wataona maono. Kwenye familia tuna vijana. Halafu anasema na wazee wataota ndoto. Maana yake nini? Asubuhi na mapema mkiamka, vijana wanaona maono. Haleluya, amen. Angalia, wanatabiri asubuhi, usiku wakilala vijana wanaona maono, wazee wanaota ndoto. Kwa kila mtu asubuhi akiamka amesemeshwa na Roho Mtakatifu jambo fulani, kwa sababu si tena kuhani peke yake, bali makuhani watakuwa kwenye mafamilia yote, makuhani watakuwa kwenye nyumba zote, watu watakuwa wako rohoni, kila mtu yuko rohoni. Ni nyakati hizo na nizama hizo walitabiri wakina Yoeli ya kwamba mambo yatatokea. Sasa Petro anawakumbusha wale, anasema huu ndio utabiri wa nani? Wa Yoeli, uliosema ya kwamba zitakuja siku ambazo Roho atamwagwa bila kipimo na kwa watu wote. Haleluya, amen. Roho atamwagwa bila kipimo kwa watu wote. Na hii kitu pia ilishaongelewa ukifungua katika kitabu cha Yeremia ile 32. Haleluya. Ukifungua kitabu Yeremia 31 mstari wa 33 anasema hivi, bali agano hili ndilo nitakalolifanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitatia sheria yangu ndani yao, na katika mioyo yao nitaiandika, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Haleluya, amen. Angalia, kuna kitu hapo nataka ukielewe. Yeremia anawaambia watu mambo yapasayo kuja hapo baadaye, sawa sawa. Anasema mnaona saizi mnaongozwa kwa sheria, lakini wakati unakuja, kuna agano linakuja. Hili agano, sheria haitaandikwa tena kwenye vitabu.
bali sheria itaandika kwenye mioyo ya watu. Sawa sawa. Lengo la sheria hii waliokuwa wakiongelea kina Yeremia, anasema lengo la sheria hii ni kuwaadabisha watu wanaoenda kinyume na utaratibu wa Mungu. Lakini ile sheria itakayoandikwa ndani ya mioyo ya watu, ile itakuwa ni sheria ambayo imelenga kutengeneza mahusiano kati ya Mungu na watu wake, kama baba na mtoto. Na ndio maana akasema hivi, hiyo sheria itakayoandika ndani ya mioyo ya watu itaandikwa ikizingatia ya kwamba ndani kutakuwa kuna hukumu ya kwamba stendi dhambi kwa ajili ya mahusiano nilionayo mimi na Baba. Sawa sawa. Stendi dhambi kwa ajili ya mahusiano nilionayo mimi na aliyeniumba. Lakini sheria ile ilikuwa inasema hivi, stendi dhambi, Mafarisayo wakinikamata wataniua. Kwa mtu alikuwa yuko chini ya sheria kuogopa kufa. Lakini sheria iliyoandikwa na Roho Mtakatifu ndani ya mioyo yetu ni ile sheria ambayo mtu mwenyewe hataki kufanya dhambi kwa sababu hataki kupoteza mahusiano yake na Mungu wake. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo unakuta ni sheria ambayo inatafuta mahusiano zaidi. Sasa hii sheria imeandikwa wakati gani? Hii sheria inaandikwa ndani ya mioyo yetu na uwepo wa Roho Mtakatifu ndani ya mtu. Haleluya. Amen. Sio kama kuna mtu ananielewa. Amen. Roho Mtakatifu akikaa ndani yako, sheria ya Bwana anaisoma kwenye moyo wako. Na ndio maana Yesu akawaonjesha kidogo Mafarisayo. Aliwaonjesha kidogo Mafarisayo. Mafarisayo alipomwendea na ule mama aliyefanya uzinzi, wakampeleka pale yule mama, wakasema huyu mama ametenda dhambi. Walienda na ajenda mbili. Namba moja, kutaka kumwangamiza yule mama. Namba mbili, kutaka kumjaribu Yesu. Wamemkamata mama mezini. Wanataka kabla hawajampiga mawe sawasawa na sheria, wanataka kusikia comment ya Yesu atasema nini, ili wamuue mama lakini wambane Yesu kwa kila atakachokisema juu ya kesi ya huyu mama. Wakasema hivi, huyu mama tumemkamata anafanya uzinzi. Wakasema sheria ya Musa inatuambia yampaswa kupigwa mawe mpaka kufa. Wewe unasemaje Yesu? Angalia hapa, huyu mama watamuua tu kwa ajili ya sheria, lakini wanataka pia wamuingize na Yesu kwenye shida. Wakamwambia, na wewe unasemaje? Wewe unasemaje? Kumbuka Biblia inasema hivi, Mafarisayo walikuwa wakienda kutaka kumkamata Yesu kwa maneno. Sawa sawa. Na ndio maana walikuwa wanaenda na mwambia, tumesema wewe ni mwana wa Mungu. Yesu akawa mjanja, anajua na window na maneno yangu. Akasema, wewe ndio umesema. Wewe ndio kwa nini ndio nayeongea? Unaongea ni wewe. Wanaondoka na makwanzi yao. Hii ameshinda, wanaondoka na makwanzi yao. Naenda kujipanga tena. Sawa sawa. Walipokamata mama nazini, sasa tumpige maza, tumchukue kwanza kabla tujamua, twende tukambane na nani? Na Yesu, ili wote waingie kwenye kesi. Wakaondoka na makanzo yao na yule mama amemshikilia. Wengine wamebeba na matofali, wengine wanabeba na mawe, wanamfikishia Yesu. Yesu, huyu tumemkamata nazini. Sheria ya Musa inasema apigwe mawe mpaka afe. Sasa Yesu akawaangalia, akasema lakini muda bado hawa watu mpaka wajawe roho. Ile siku ya Pentekoste haijafika kwamba hawa jamaa wawe na roho, ili ile sheria iandikwe ndani ya mioyo yao, waanze kwanza kusikia hukumu ya maisha yao kabla ya kwanza kumhukumu mtu wa nje. Lakini akasema hapana, hawa lazima niwaonjeshe kidogo. Yesu akawaonjesha, akawatumbukiza kwanza katika roho. Alafu akasema hivi, yeye mwenye anaona ya kwamba huyu mama anastahili kupigwa mawe, basi awe wa kwanza kunyanyua jiwe na kupiga. Yesu anajicholea chini namna hii. Anambia, kwani kama ningekuwa ni Yesu ndio naongea. Wewe unanisikia? Lazima nikuangalie.
Lakini si unanisikia mwenye anaona kwamba anataka au wa kwanza kumpiga aliwatumbukizia Roho Mtakatifu, akaiandika haraka. Wao si wana sheria kwenye makaratasi manake yule mwingine amekuja, mwingine ameshika jiwe, mwingine ameshika sheria. Yesu asije akasema haipo, tutamsomea. Sasa yeye akaichukua ile sheria wanaotaka kuisoma, akaipeleka kwenye mioyo yao. Sheria ya Roho iliyo ndani ya Roho Mtakatifu ikiingia ndani, inaanza kuangalia mahusiano yako na Mungu kuliko hukumu ya nje. Kwa wale jamaa ghafla wakachanganyikiwa. Yaani ile sheria ilipoingia akakumbuka, Mungu wangu, mimi jana nimezini, sikukamatwa, niliruka ukuta, nilipotua nikaenda hapa, nikavua nguo, nikaanza kutembea. Hivi mimi ndio mimi ndio nitakiwa nipigwe mawe. Mmoja mmoja anaanza kufanya nini? Kuondoka taratibu. Anaondoka. Yesu anaendelea kusema, jamani, mbona hamjaanza kumpiga? Anageuka, anakuta yule mama tu yuko pale, anatetemeka, yuko peke yake, anatetemeka namna. Yesu anauliza, wako wapi waliotaka kukupiga mawe? Akasema ameondoka. Akasema hata mimi siitumii sheria ya makaratasi, kwa siwezi kukupiga mawe. Ninayo sheria iko rohoni mwangu, na hiyo sheria iwe ndani yako pia, usitende dhambi tena. Maana yake nini? Ile sheria inayoingizwa ndani ya moyo ule mama ni sheria ya Roho Mtakatifu, ambapo akitaka kutenda dhambi, Roho Bwana anamwambia hapana, anaiacha. Haogopi mtu, haogopi sheria, haogopi chochote, ila anaogopa mahusiano. Haleluya. Haleluya. Amen. Na ndio maana hata wewe sidhani kama unaendaga kufanya uzinzi unamwogopa mzee wa kanisa, wewe utakuwa bado uko kwenye zama za Mafarisayo. Haupo kwenye agano jipya, wala Roho wa Mungu afanye kazi ndani yako. Kama mpaka leo unakimbia kuzini, unaweza mzee wa kanisa ameshaenda, wameenda basi tukazini, basi wewe utakuwa bado hujapona, wala hauko kwenye agano hili zuri tulilonalo, agano la damu ya Yesu na nguvu ya Roho Mtakatifu kwa kazi ya msalaba. Bado utakuwa huna hili. Sasa hivi tu huende kuzini kwa sababu ndani yako unasikia sheria iliyoandikwa ndani ya moyo wako inaokuambia usitende dhambi. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa tuko kwenye agano bora sana. Amen. Na hili agano kwa nini ni bora? Ni agano ambalo linamkutanisha Mungu na watu wake kimahusiano. Amen. Ndio tofauti ya agano jipya na lile agano la kale. Agano la kale lilikuwa linawakutanisha watu na Mungu kwa utaratibu. Yaani unajikuta tu kiutaratibu, yaani hujazini kwa sababu ya utaratibu mkali. Ukichungulia huko Farisayo mmoja ameshika jiwe, ukichungulia huko Farisayo mwingine ameshika jiwe. Yaani unahisi hapa nikizini, nikikamatwa ni kwa heri. Kwa nikawaage kabisa na ndugu zangu na majamaa na marafiki. Nikikamatwa ni kwa heri. Baada mimi naendelea, natamani kuendelea kula chips, wacha nisizini. Kwa hujazini kwa sababu ya utaratibu. Sawa sawa. Lakini katika kipindi hiki ambacho Roho wa Bwana anaingia na kana, anamjaza kila mtu, hauzini kwa ajili ya mahusiano, fellowship, relationship. Haleluya. Amen. Mahusiano. Amen. Tuko kwenye agano bora sana. Roho Mungu anasema na maisha yetu. Roho Mungu anatufundisha. Roho Mungu anatupa maelekezo. Tupo kwenye hilo agano, ambalo agano hilo kipindi cha nyuma watu wachache sana walikuwa wanapata maelekezo. Watu wachache sana. Wachache sana. Kuna nyakati yani ni mfalme lakini hana maelekezo. Inabidi amtume mtu aende akayapokea maelekezo kwa nabii. Kumbuka story ya Elisha walipohusuriwa katika Samaria. Si unajua ile story ya wakoma? Si unajua kishindo cha wakoma? Si unajua story yake ilipo? Ile njaa ilipoingia,
halafu watu hadi wakaanza kulana wao kwa wao. Leo anasema mtoto wangu ilibidi wamle mtoto wake, sasa imekuwaje? Mfalme aliposikia akachanganyikiwa, akamtuma mtu akamwambia, nenda kamwambie Elisha, yeye ndio mwenye roho wa Mungu ndani yake, atuambie hii story itaisha lini. Kwa hiyo mfalme alikuwa hana maelekezo, hata anayetumwa na yeye haelewi kinachoendelea. Mwenye anajua ni huyu mmoja. Lakini angalia Mungu anavyosema na sisi leo. Unajikuta Mungu anasema na kila mtu anasema naye. So tuko kwenye zama nzuri na agano lililo bora kuliko maagano mengine. Haleluya, haleluya. Mtu mmoja anaelewa? Anaelewa vizuri. Kwa siku ya Pentekoste ni siku ambayo ni ya kihistoria kwa kanisa, kwa sababu ndipo kanisa lilipoanza. Yaani ukianza kuhesabu vipindi vya kimungu, sawa, ukianza kuhesabu vipindi vya kimungu, Pentekoste ni msimu mpya wa kanisa. Kanisa lilianza siku ya Pentekoste, pale ambapo watu walikusanyika kwa pamoja wakajawa Roho Mtakatifu. Ndio kipindi cha kanisa kilipoanza rasmi. Watu wengi wao wanadhani ya kwamba kipindi cha kanisa kilianza siku Yesu alipofufuka. Hapana. Kulikuwa kuna siku nyingine 50 mbele. Siku nyingine 50 mbele, ambazo siku 50 baada ya Pasaka ndio Pentekoste. Ndipo kanisa lilipoanza. Ndipo watu walipojawa Roho. Watu wakaanza kupokea taarifa, kila mtu anapokea taarifa zake mwenyewe. Haleluya. Hichi ndicho kipindi ambacho watu walianza kuijua nia ya Mungu, wazo la Mungu. Kipindi hicho ni mchungaji tu angekuwa anajua wazo la Mungu, lakini katika kipindi hiki watu wote wakaanza kujua wazo la Mungu. Ukifungua katika kitabu cha Wakorinto, tusome pale, nitasoma haraka kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Sawa. Wakorinto wa kwanza ile sura ya 2. Angalia vile ambavyo Roho wa Bwana anaanza kutengeneza connection, muunganiko kati ya watu na Mungu wao. Anasema hivi: basi ndugu zangu, mimi nilipokuja kwenu sikuja niwahubiri siri ya Mungu kwa ufasaha wa maneno wala kwa hekima, maana naliazimu nisijue neno lolote kwenu ila Yesu Kristo naye amesulubiwa. Nami nalikuwako kwenu katika hali ya udhaifu na hofu na matetemeko mengi, na neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu, bali kwa dalili za Roho na za nguvu, ili imani yenu isiwe katika hekima ya wanadamu, bali katika nguvu za Mungu. Walakini iko hekima tusemayo kati ya wakamilifu, ila si hekima ya dunia hii, wala ya hao wanaoitawala dunia hii wanaobatilika, bali twanena hekima ya Mungu katika siri, ili ile hekima iliyofichwa ambayo Mungu aliazimu tangu milele kwa utukufu wetu, ambapo wenye kuitawala dunia hii hawaijui hata mmoja. Maana kama wangalijua wasingamsulubisha Bwana wa utukufu. Lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikusikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho.
Hichi ndio kipindi ambacho tulianza kufunuliwa siri za Mungu. Kwa hichi ndicho kizazi kinachojua siri za Mungu kuliko kizazi chochote kilichowahi kutokea katika historia. Anasema hivi, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Maana ni nani katika binadamu ayajuae mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila Roho wa Mungu. Lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliokirimiwa na Mungu. Tuliokirimiwa na nani? Na Mungu. Nayo twayanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa kwa Roho, tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Lakini mtu wa rohoni huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu. Na maana ni nani aliyeifahamu nia ya Bwana amwelimishe? Lakini sisi tunayo nia ya Kristo. Haleluya. Amen. Unajua sisi kuwa na nia ya Kristo, yaani kama Mungu anataka kuleta adhabu kesho, nia yake ya adhabu ya kesho tunaijua leo kwa Roho Mtakatifu. Sawa? Amen. Kwa mfano, Mungu alikuwa na nia ya kutuangamiza. Inamaanisha kwamba ile nia ya Mungu kutuangamiza, Roho Mtakatifu atatuambia. Unajua hichi kizazi nakifananisha na kizazi gani? Unajua Pentekoste na dhana nzima Roho Mtakatifu kuja kwetu, na ukimsoma Roho Mtakatifu na kazi zake kwetu, ni kama sisi tuko kwenye kizazi ambacho tunapewa mitihani na majibu. Unaambia kopi. Tuko kwenye kizazi hicho. Kizazi kilichopita chenye kilikuwa kina maswali, lakini majibu mpaka kwa kuhani. Lakini kizazi hiki unapewa swali kwenye mtihani, chini umewekewa majibu. Kwa sababu Biblia inasema hivi, chochote unachopitia Roho Mtakatifu atakupasha habari. Maana yake nini? Upo kwenye mtihani lakini una majibu. Hichi ni kizazi ambacho tunadekezwa. Hichi kizazi ambacho, kwa sababu Biblia inasema hivi, na huyo Roho Mtakatifu akija kwetu anatusaidia na huo udhaifu wetu, anaanza kuomba ndani yetu kwa kububujika kusikoweza kutamkwa. Maana yake nini? Yaani sisi tunadekezwa, yaani kazi yetu sisi ni kupanua mdomo, halafu yeye anaomba kwa namna isiyoweza kutamkika kwa mambo ya kibinadamu. Ni kizazi ambacho kinatakiwa maombi yake yasiwe na shida, kwa sababu ni kizazi ambacho anayeomba ni Mungu na anayejibu ni Mungu, kwa hawezi kosea kuomba. Ndio tuko kwenye kizazi hicho cha ajabu sana, kizazi cha ajabu sana. Manake kama anayeomba ndani yetu ni Roho Mtakatifu, si ndio? Anaomba kwa nani? Roho Mtakatifu ni nani? Asante, ongea kwa nguvu basi. Roho Mtakatifu ni nani? Na anaomba kwa nani? Anakosea? Yaani kama wewe unatoa majibu, unasaidia kumwombea mtu juu ya hayo majibu, halafu unaomba mwenyewe, utakosea? Pastor Miamba, hebu mpe yule shilingi 10,000.
anayeomba ni Pastor Miamba na anayetoa 10,000 ni nani? Atakosea? Hawezi kosea. Ndio kizazi hicho. Tuko kwenye kizazi hicho ambacho Roho Mtakatifu anakuja anaomba ndani yetu kwa kububujika kusiko zamani. Anamuomba Baba juu ya mambo yetu. Tena ameenda mbali zaidi. Muda mwingine anakuja kuomba na roho yako, kwa sababu wewe akili yako ina wenge jingi, inanyimwa hata kuelewa kinachoombwa. Na ndio maana anasema mtu anenapo kwa lugha, roho ya mwanadamu inawasiliana na roho wa Mungu, inapeleka maswali na majibu kwa Bwana. Akili ya mwanadamu isijue, wala shetani pembeni yake hajui. Tuko kwenye hicho kizazi. Hii akili na mawenge hii Roho Mtakatifu anakuja kwa lugha mpya. Unapoanza kusema rakadora kabasa jendere akarionda la gazaya majondala, huelewi. Akili yako haielewi, lakini roho yako inawasiliana na roho ya Mungu kwa ajili ya maisha yako. Hamna mtu ananielewa. Sione kama naongea na watu. Yaani roho Bwana anakuja kuongea hadi kuongea. Yaani anasema hivi, basi atusaidie udhaifu wetu, aombe ndani yetu. Ni wewe unaomba Baba katika jina. Kuna nyakati anaona hata akili yako yenyewe inaweza kaungana na shetani. Anakuficha kwenye akili yako, anaweka na shetani anamficha, anakuja anaomba yeye ndani yako. Rabo santa yanda rakabukaza. Maana pia muda mwingine akili ya mwanadamu ni mbovu. Si alipelekwa Eden, kilitokea nini bana? Aliungana na shetani, si ndio? Akaalifu maelekezo ya Mungu. Kwa kuna nyakati wewe akili yako na ya shetani vinawekwa pembeni. Mungu anakuja kuongea maisha yako kupitia kinywa chako, lakini wewe mwenyewe uelewi, usije ukaungana na shetani. Ndio maana kunena kwa lugha, anenaye kwa lugha ananena siri za Mungu juu ya maisha yako. Maana akili za Eva mnazikumbuka? Unajua Adam na Hawa walikuwa na maelekezo haya mawili. Kulikuwa kuna maelekezo ya Mungu, sawa sawa. Hasa msile. Unakumbuka? Hasa msifanye nini? Msile. Halafu maelekezo mengine ya shetani akaja akasema kuleni. Sasa akili yao ilibidi wachague nini? Wasile, si ndivyo? Wenyewe wakadanganyika, wakaungana na shetani, wakafanya nini? Wakala. Na shetani alijua mwanaume asingedanganyika, akaenda kwa mwanamke. Sasa na alijua muda mwingine anajaribu kuwaza. Ngoja niseme nachowaza. Kwa nini mwanamke ndio alianza kula? Kwanza shetani aliwaza kwamba hapa nikimpa mwanaume akikubali kula atakula yote, hata enda kumpa mke. Yaani Eva kitokea ugo anaendelea kula. Anasema nikimpa mwanamke ataenda kumpa na nani? Nawaza tu. Hivi kati ya mwanamke kumpa mwanaume na mwanaume kumpa mwanamke, unadhani ipi ingekuwa rahisi kwenye ile tunda? Mwanamume? Hilo nawazaga tu. Nyingine nalowazaga, mwanamke ni mwepesi kudanganywa. Sawa? Ni mwepesi kufanya nini? Wanaume sisi sio wepesi sana kudanganywa. Yaani Mungu sio aliwaumbaje wanawake wanadanganyika. Yaani mwanamke unaweza kumwambia, yaani wewe ni malaika. Unajua ukweli anajiona kabisa ni malaika. Akili ya wanawake.
Yaani ukitembea, nikiona unavyotembea naona kama sui nani anatembea, basi anacheka, na wakati yeye mwenyewe anajua na matege ambaye akitembea anajijua. Anakuambia umenyoka, nyoka vizuri ukitembea, yani namna hii, kuanzia leo nakuita wewe ni malaika. Basi mwanamke anafurahi, anacheka, anafanya hivi. Lakini mimi uje uniambie, nikikuona naona kama Schwarzenegger, anaambia hapo mwambia bwana, sikia wewe sema unachotaka, unataka hela nikupe? eti sipi udanganya, ambia yani sipi nikikuona na kuona kama Arnold Schwarzenegger Terminator tu. Mwenyewe unajijua. Sisi hatudanganyiki. Kwa shetani angekuwa na kazi kubwa sana kutudanganya sisi tule tunda. Na angesema tukimfanyia biashara. Unataka tu leo na shilingi ngapi? Umeelewa? Sasa hii hayo mimi wanawaza tu, ni ya kwangu na yawaza. Sawa sawa. Lakini angalia, huo wote si udhaifu. Si udhaifu huo. Yesu amekufa msalabani kurejesha kilichopotea. Moja kitu alichokuja kukiondoa ni udhaifu wetu. Na huo udhaifu unaondolewa kwa wewe kuwa na Roho Takatifu. Udhaifu unafanya nini? Unaondoka. Hichi ni kizazi ambacho Mungu mwenyewe hata waliotabiri walitamani kujua hicho kizazi kitakuja lini. Hivi unajua kwamba kizazi cha kina Yeremia walikuwa wakitakiwa wakiomba wapitishe moja kwa moja kwa Mungu. Lakini sisi tuko kwenye kizazi ambacho katikati ya Mungu na sisi yupo aliyeketi mkono wa Mungu wa Mungu Baba, mkono wa kuume Mungu Baba, anatusemea yaliyo mema. Yaani ukikosea, Yesu anasema huyu ni ukweli amekosea, lakini nilishalipa gharama, msamehe. Yaani kuna namna ambapo sisi tunaye mtetezi wetu, naye mtetezi yu hai na ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba, anatusemea. Ukiomba gari anasema nilikufa maskini ili awe tajiri, Baba umpe. Yaani unaweza ukaelewa tuko kwenye kizazi cha namna gani. Hichi ndicho kizazi. Tuko kwenye agano bora kuliko agano jingine. Hezekia anaenda kuambiwa kwa habari ya kufa kwake, yaani ilibidi akomae, apeleke msaada moja kwa moja kwa Mungu. Hakuna wa kumtetea hapo katikati, mpaka Mungu anamwambia, na kumbana Mungu ilikuwa ni kazi. Ambe Mungu kumbuka, inabidi upenyeze mpaka ifike kwa Mungu. Hakuna hapa wa kukusemea. Lakini sisi ni kizazi cha kudeka sana kwenye ufalme. Unafika anambia Bwana Yesu, nena yaliyo mema juu ya maisha yangu. Yesu hapo anasema, Baba tazama makovu haya yalikuwa kwa ajili ya yule. Tunakaa tunasema, Baba ninaomba Baba katika jina la Yesu utusaidie Baba, tuwe na furaha, tuwe na amani, tuwe na uponyaji. Sawa sawa. Yesu hapa panamgeukia, aambia, angalia jina langu. Ulinipa jina ambalo kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri ya kuwa mimi ni Bwana. Hebu angalia jina langu, halafu mjibu huyo hapa. Usimjibu kama yeye na udhaifu wake, mjibu sawa sawa na jina langu ulilonikirimia. Halafu natendewa. Tuko kwenye agano bora, na ndio maana unashangaa kina Yeremia walivyoangalia vyote, walionyeshwa hadi huyu Yesu atakaye kufa msalabani. Wakasema, mbona hawa ni kizazi gani hicho? Mbona kuna mfalme anazaliwa, uweza wa kifalme huko mabegani mwake? Huyo atakuwa ni mshauri wa ajabu kwa hao watu, atakuwa ni baba wa milele, atakuwa ni mfalme wa amani. Ni kizazi gani hicho? Wanatamani kukiona.
wanatamani na wao wapite, watembee kwenye maisha ambayo akili zao hazitawashauri, bali mfalme wa amani na mshauri wa ajabu ndio atakayeshauri maisha yao. Mnaweza mkakumbuka zamani ilibidi unatembea na mshauri wako. Kumbukeni kipindi cha Daudi. Daudi alikuwa anatembea na mshauri wake anaitwa Ahithofeli. Yaani zamani kama wewe hapa CCP ilibidi wewe una mshauri wako zamani, ambaye yani kabla hujafanya kitu unamwomba akushauri. Sasa hawa wenyewe wanachungulia, wanasema yupo mtoto atakayezaliwa ambaye yeye ndio atakuwa mshauri wa ajabu kwa kila mtu, kwamba akiliitia jina la huyo mtoto anayezaliwa, jina lake anaitwa Emmanuel, yani ni Mungu pamoja na hao wanadamu. Hao wanadamu ni akina nani? Mbona hichi kizazi sisi tutakiona? Mungu akaambia, sikiliza, huyo Emmanueli ambaye ni Yesu, Mungu pamoja na hicho kizazi, sio nyinyi. Nyinyi mtakufa, mtalala na baba zenu, ila wao watakutana na hicho kizazi. Mungu ametupa neema kwa kwenye hicho kizazi ambacho Yesu anasimama kama mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa amani yetu. Amani yetu iko kiagano. It's a covenant, ni agano. Tuko kwenye agano ambalo amani yetu ni Yesu mwenyewe. Yeye ndio mfalme wa amani. Yaani ukikosa amani unamwita mfalme wa amani ili upate amani. We have the very better covenant than ever. Tuko kwenye agano bora kuliko agano lolote lililowahi kutokea. Hallelujah. Zamani ilikuwa mpaka hayo mambo yatokee lazima iwe imechinjwa damu ya wanyama, lakini tuko kwenye agano ambalo damu imemwagwa mara hii, lakini inanena mema vizazi na vizazi. Tunaitia damu ya Yesu, inakuja mbichi kana kwamba imemwagika sasa hivi. Inakuja mbichi, damu ya Yesu inamiminika mbichi, ambayo kuna wewe mimina damu za wanyama, mimina damu za mafahali, mimina damu za ndege, utamimina hata maelfu yake. Sisi wenye agano letu tukija tunaiita damu ya mwana kondoo, inamiminika pale, nafuta maagano yote, inasimama, inanena yaliyo mema. Tuko kwenye hilo agano, the better covenant ever, penye agano bora, agano ambalo mtu lazima ana uwezo wa kwenda kwa Baba yeye mwenyewe. Hivi unajua unavyoombaga kule tunaona tu sasa, tunashangaa kila nyumba, Baba katika jina la Yesu Mungulia. Zamani hizo story hazipo. Utaombea nyumbani kwako naye huyo roho Bwana wakupeleka hao maombi. Ilitakiwa ni wewe uanze kuomba mimi nikiwa mbele yako, nisipokuwepo wewe maombi hamna. Ndio kipindi hicho. Lakini hichi kipindi awepo mchungaji asiwepo mchungaji, roho Bwana anashuka na waponya watu. Hamjasikia ushuhuda hapa? Wamekusanyika wawili kwa nia yao moja ya kwamba tufunguliwe. Wamekuja madhabahuni, kuhani hayupo, roho Bwana yupo. Wameomba, watu wamefunguliwa. Ndio tuko kwenye kizazi hicho ambacho wanapokutanika wawili watatu kwa jina la Yesu, yeye yupo katikati. Yesu anaanza kushughulika na agenda. Sikia nikwambie, tuko kwenye kizazi ambacho kuwa maskini ni uzembe, kwa sababu yeye amesema alikufa maskini ili sisi tuwe matajiri. Lazima twende kwa mwenye agano, lazima turudi kwake, tumwambie Yesu, mimi bado ni maskini, nimeonewa, kwa sababu wewe ulishauchukua umaskini. Haiwezekani ulipe umaskini na mimi tena nilipe umaskini. Wewe ulilipa umaskini, mimi niwe tajiri. Unaenda mbele za Bwana kama mtu anaenda kwa appeal, mtu anaenda kukata rufaa juu ya maisha yake. Ulishaenda kukata rufaa juu ya maisha yako, acha kuridhika, rudi msalabani, kachukue vya kwako. Nenda kachukue vya kwako. Unaye Roho Mtakatifu kukusaidia hata udhaifu wako. Rudi msalabani,
Kaambia Yesu, kuna mambo mimi sielewi hapa. Roho Mtakatifu, naomba unisaidie kunyosha sentensi ili nibebe utajiri wangu, ili niache umaskini. Ni kama shetani ananivamia, ni kama shetani ananionea. Yesu, nyosha mapito. Roho Bwana nifundishe, nyosha maelezo na sentensi. Ninataka kutoka hapa nilipo, lakini kwangu mimi siwezi, lakini kwa msaada wa Bwana tutatenda makuu. Maana si kwa uweza wala si kwa nguvu, bali ni kwa Roho yako Mtakatifu. Wewe Roho Mtakatifu, sema leo, usikae kimya kwenye maisha yangu, kwenye afya yangu. Ongea leo. Usipoongea wewe, sina wa kuniongelea. Wewe peke yako ndio unayeweza kusema vizuri. Wewe peke yako ndio unayeweza kunisemesha. Ninakataa umaskini, nimeukataa. Kutangatanga ninakataa. Hata hii nyumba dhaifu naikataa. Hata mavazi madhaifu nayakataa. Hata hii amani isiyokuwa na mwendelezo naikataa. Ninahitaji kubeba vya kwangu. Roho Bwana nisaidie udhaifu wangu. Peke yangu siwezi, lakini ninayaweza mambo yote katika yeye nitiaye nguvu. Ninahitaji neema yako. Lazima mtu mmoja elewe, kuna mambo ambayo macho yako hajawahi ona, sikio halijawahi sikia, wala hakuwahi kukaa kwenye moyo wako. Hayo mambo Mungu ametuandalia. Hayo tutaenda kuyadai kwa Roho Mtakatifu. Yeye ndo atakaye tusemesha ni mambo gani ambayo sikio halikusikia, lakini tumeandaliwa. Roho Bwana ndo atatusemesha ni mambo gani ambayo jicho letu halijaona, lakini Mungu ametuandalia. Roho Mtakatifu nataka tuambia ni mambo gani ambayo hayakuwahi kukaa kwenye mioyo yetu wala kwenye mawazo yetu, lakini Mungu ametuandalia. Ushirika na Roho Mtakatifu ni kwenda kumwambia Roho Bwana, nataka mimi na wewe tuwe kitu kimoja. Roho Bwana, mimi na wewe tuwe kitu kimoja, ili nikabebe haki yangu mbinguni. Wewe ndio unajua chumba ambacho Bwana ameniwekea utajiri wangu. Wewe ndio unayejua chumba ambacho Bwana ameniwekea hazina yangu. Ninahitaji ushirika na wewe Roho Bwana, ili nikabebe vya kwangu. Ni vya shetani na vivua, ninavikumuta. Kuna mavazi nimevalishwa sio ya kwangu, ninayavua. Lipo vazi langu, lipo vazi langu, lipo vazi langu. Ninakwambia lazima mtu mmoja hasira ya Bwana iinuke juu yake. Kuna namna inatakiwa uyakatae maisha unayoyapitia. Umwambie hapana, hapana, hapana. Ninajua ninaishi kwenye maisha ya uonevu mkubwa. Ninaishi kwenye maisha ya uonevu mkubwa. Kama Bwana Yesu Kristo ni mfalme wa amani, kwa nini hauna amani na umekaa kimya? Ujua umevamiwa wewe. Posheni yako ni amani. Kwa nini amani imeondoka? Lazima mtu mmoja aende kama wale wa mama walivyoenda kwa mfalme Suleiman, akasema huyu mtoto aliyekufa sio wa kwangu. Hii amani iliyopotea sio ya kwangu. Haya maisha nayoyapitia sio ya kwangu. Mtoto aliyekufa sio wa kwangu. Wa kwangu ni yule aliye hai, aliyeandikwa kwenye Agano Jipya ya kwamba nitatembea kwa amani, ya kwamba nitatembea kwa ushindi. Huyo ndio mtoto wangu aliye hai. Mtu mmoja tuona anapishana kanisani, anadai haki zake. Ulimwengu wa roho unahitaji watu aggressive, watu wanaojua kudai haki zao. Kuna mapito utakiwi kukalia kimya. Kuna mapito unayarudisha msalabani. Msalaba ndio asili ya mema yote. Amen. Msalaba ndio asili ya mema yote. Amen. Kama kuna jambo ambalo sio jema kwako, rudi msalabani. Msalaba ndio asili ya mema yote. Tutatua mizigo yetu hapo. Tutatua mizigo yetu hapo. Tunataka kwenda katika viwango vipya. Leo tunamwambia Bwana, tunataka ushirika na wewe. Adui ametuonea kwa muda mrefu, tunataka ushirika na wewe. Amen. Shetani amejichukulia hali ya kutokuelewa kwetu, anatutesa. Tunataka ushirika na wewe. Yes. Unamwambia Yesu, ulisema umekufa maskini, mbona akaunti yangu haina hela? Mimi ni tajiri, mbona akaunti yangu haina hela? Yesu, msalaba unasema mimi ni tajiri, lakini mfukoni nauona umaskini. Ninarejesha kesi hii msalabani. Huko ndiko kwenye mema yote. Ninarejesha hali inayopitia msalabani. Huko ndio kuna kila kitu. Lazima wapatikane watu ambao wanamwambia Bwana, hatutalala mpaka tuisikie sauti yako. Bwana, hatutalala mpaka tuisikie sauti yako. Bwana, hatutalala mpaka tuisikie sauti yako. Hatutalala Bwana, hatutakaa kimya Bwana. Nimeibiwa mtoto wangu aliye hai, nimewekewa mtoto aliyekufa.
lakini mimi najua jambo moja, mtoto wangu aliye hai si aliyekufa. Mtoto wangu ni yule aliye hai, sio aliyekufa. Tutakuja kwenye alama ya ushindi wetu. Msalaba ni alama ya ushindi wetu. Msalaba ni asili ya mema yote. Tutasogelea msalaba, tutauendea msalaba, tutauendea msalaba. Hatutaonewa tena. Siri iliyofichuliwa ni ya kwetu, siri iliyofichuliwa ni ya kwetu. Tumejua siri, tumejua siri. Tunaenda msalabani. Magonjwa sio yetu, tumeyakataa kwa jina la Yesu. Sisi ni wale tulio hai, sisi ni wale tulio hai kwa ile sheria ya roho uzima iliyo ndani ya Kristo Yesu, inayotuweka mbali na sheria ya dhambi na mauti. Oh, tunakataa. Endelea kukataa hali unayoipitia, kataa hali unayoipitia, kataa hali unayoipitia, kataa hali unayoipitia. Kataa umaskini, kataa umaskini, kataa magonjwa. Tunakataa magonjwa katika jina la Yesu. Tumepoteza afya, tunahitaji uzima, tunahitaji uzima. Wewe Roho Mtakatifu unauisha vyote vilivyo katika hali ya kufa ndani yetu. Tunahitaji uzima, ule uzima utokao kwako. Tunauhitaji uzima katika jina la Yesu. Tunahitaji afya katika jina la Yesu. Tunahitaji uzima katika jina la Yesu. Tunakataa magonjwa, sio portion yetu. Magonjwa sio sehemu yetu, magonjwa sio sehemu yetu katika jina la Yesu. Ragabozaya rabariano jendelebazaya ramakaria lokoteleba mama mariano ramasaya ramakaria. Tunakataa umaskini, tunaukataa umaskini, tunakataa umaskini katika jina la Yesu. Umaskini sio portion yetu, tunakataa. Roho ya umaskini tunaikataa, tunakataa umaskini katika jina la Yesu. Umaskini tumeukataa katika jina la Yesu. Rabasaya ramariado jendelega babosa yana lamandelega tora babosa ragajotelebosika mandarama rababosa riakatelebosaya ramandelebosakariando rikabobosaya ramakaria lebos ramazaya ramakoria lebos ragadelega soka ramamama jendelebosika yandele saya rokababosaya romandolebosika jatela makaria legesaya lebosaya ramosaya karakadelebosika jandaramariandolebos. Tunakataa udhaifu ndani ya miili yetu, tunakataa udhaifu kwenye uchumi wetu, tunakataa udhaifu leo, tunaukataa udhaifu, tunaukataa. Maragadolebosaya jendelegadolebosika mandolebosaya rama jeketerezaya rokadolebosaya rama rikamasaya ramakoria jandolebos riamakaya. Tupe neema Bwana, tupe neema Bwana, tupe neema Bwana, tupe neema Bwana. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Aramazaya, magonjwa tunayapeleka msalabani leo, tunayapeleka msalabani leo, tunayapeleka msalabani leo, tunayakataa, tunayakataa. Oh sayara mama jandelebo saya jeketara makaria jandorebo sika maraka yandele jandaramakaya zatoramabosa balamandolobosaya. Tumeyakataa magonjwa, tumekataa udhaifu, tumekataa magonjwa, tumekataa udhaifu katika jina la Yesu. Mandolebosaya jeterekasoka. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Rebosaya maraka yeterebos.
Taramakayerebusa. Sante Bwana, sante Jehova, tunakushukuru sana. Yetaramakayadolebus. Baraka delebasa. Hapo ninauzi furaha daima, njoni kafurahini papo msalaba ndio asiri ya mema, nikatua mzigo hapo, ninauzi furaha daima, njoni kafurahini msalabani, asili nikatua Yesu uzima, Haleluya, haleluya. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi. Haleluya, haleluya. Ni matumaini yangu Bwana amesema na roho yako. Bwana ameachilia nguvu mpya ndani yako. Bwana ameachilia ushindi mpya ndani yako. Kazi ya msalaba ikaendelea kudhihirika ndani yako. Hautaonewa tena. Roho Mtakatifu akafungue mahali unapoonewa, akakusemeshe. Hautaonewa tena, akakutia nguvu ya maombi uweze kuomba mahali unapoonewa, ukamwambia Roho Bwana asikubali uonewe. Kuna namna Roho Bwana hatakubali uonewe tena, katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Amen.